أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون. واعلموا أن التقوى زاد ليوم المعاد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Tuzangu wapenzi watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehema na amani kiongozi wa umma huu, naye si mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, awali ya yote napenda kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima kumcha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika kumcha Mwenyezi Mungu ndio zawadi bora ya kwenda nayo akhera. Tuishi tutakapoishi, lakini kama hatukuishi ndani ya takwa, tutakuwa tumekwenda kwenye kupata hasara tutakapokwenda kesho akhera. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa wacha Mungu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islam, Aljuma iliyopita tulizungumza kiasi ambacho Mwenyezi Mungu alituwezesha kwamba mwanadamu yuko kwenye safari yenye kudumu mpaka atakapofika akhera. Yuko kwenye safari yenye kudumu, yaani haya masiku yanapokwenda, basi wewe ndio safari yako inaendelea mpaka utakapofika akhera. Cha muhimu na cha msingi ni kusafiri salama, usafiri kwa utaratibu aliotuelekeza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa maagizo ya Allah. Mukaddima umetangulia kueleza fadhila zilizoko ndani ya mwezi wa Muharram, na bila shaka kila mtu anafahamu kwa mujibu wa kalenda yetu sisi Waislamu tuko ndani ya mwaka mpya. Yaani huu mwezi wa Muharram mfungo 4 ndio kana kwamba tuko mwezi wa Januari, tuko ndani ya mwaka mpya. Sasa usikae na kusubiri kuhesabu namba ya umri wako hali ya kuwa unafanya makorokocho. Tulieleza Aljuma iliyopita katika dunia hii watu wamegawanyika katika sampuli 3. Sampuli ya kwanza ni watu ambao wamejizima data kabisa, yaani wameghafilika, hawajielewi, wapo tu wanakwenda. Hili kundi sio zuri kabisa tukasema. Lakini kundi la pili ni kundi ambao watu wanajitambua lakini hawana amali, hawatekelezi katika kile ambacho wamevuta fikra kwamba sisi tumeletwa katika dunia kwa makusudi fulani, lakini hawatekelezi. Lakini kundi la mwisho ni kundi ambalo wanajitambua alafu wanatekeleza. Hawa data yao iko ni masaa 24. Sasa Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa kundi hili. Na kundi hili ule kujitambua kwao kwamba masiku, miaka inakwenda kama hivi inabadilika, huko wanasogea kwa Allah tabaraka wa taala. Sababu Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Mwanadamu, na insanu ni yoyote yule atakayekuwa mdogo, mkubwa, mzee, kijana, ni insanu huyo. Mwanadamu, hakika yako wewe uko kwenye juhudi kubwa. Yaani hiyo juhudi yenyewe ila rabbika inakuelekeza wapi? Kwa Mola wako. Kadha tena katumia mafuulu mutlaq kuonyesha msisitizo na umuhimu wa juhudi hii. Yaani juhudi sio ubebe vitu mazito, yaani wewe ukiwa unalala tu ndio juhudi yako hiyo inakuelekeza kwa nani? Kwa sababu siku zako zinaondoka, miaka inakatika, uwe na juhudi ya kibabe, uwe na juhudi ya kinyonge, unafanya amali
la tatu, kujitambua kwake kuna msukuma yeye katika kufanya matendo yaliyokuwa mema. Kujitambua kwake haweteki, anajisogeza kwa Allah. Yuko safarini, anajisogeza kwa Allah, lakini sio hivi hivi mikono mitupu, anakwenda na amali zenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia huwa anajiandaa kila siku, yeye yuko katika maandalizi bisalihil a'mal, kwa matendo mema. Yani kujiandaa kwake sio kwa kubeba mizigo sana, ni zile amali. Anajua mimi niko safarini na huko ninakoelekea kuna muhimu wa mimi kwenda nacho kitu ambacho kitakachoninufaisha, basi anajitahidi katika amali zikielezwa kama hivi sadaqat za kujenga msikiti kama hivi tunavyotangaziwa kila siku, harudi nyuma, yuko mstari wa mbele kweli kweli. Amali, kila aina ya amali anaona kwamba hii nina fursa nayo na ninaiweza, haihitaji magharama, anajitokeza, anajitoa, ndio anajiandaa hivyo. Lakini si hivyo tu, maandalizi hayo ndio maandalizi ya wewe kukutana na ajali yako, yani muda wako wa kuondoka. Muda wako wa kuondoka sio kujiandaa kwa kufanya check up kila siku, vipi katika mwili wangu nitaishi bila bakteria wa aina yoyote. Yani kwamba vipi katika maisha yangu mimi nitaondoka, ajali yangu ikifika nimeridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anafanya maandalizi hayo. Ndio hili grupu la watu wenye kujitambua. Falnakum min ahli al-i'tibari wal amali, basi tuweni na sisi miongoni mwa watu wenye kujitambua, wenye mazingatio na utekelezaji. Mwenyezi Mungu atujalie. Ndugu zangu wapenzi watukufu Waislamu, huu mwaka uliopita ni marhalatu min marahili hadhihi alhayati alqasira, ni sehemu, ni kipindi miongoni mwa vipindi vya haya maisha mafupi. Mwaka uliopita ni kipindi miongoni mwa vipindi vyetu vya maisha haya mafupi, maisha ambayo yusibuna minha ayyamu yasira, yanatupata sisi masiku machache sana. Yani sisi tunaishi ndani ya haya masiku machache sana katika maisha haya ya dunia. Hata kama utaishi miaka 100, lakini bado masiku machache. Vyovyote utakavyoishi, uwe na afya miaka 100, bado tumeishi katika masiku machache. Fahuwa, haya masiku haya yadhkuruna bi anna hadhihi dunya la tadum. Tukiangalia vizuri na kuyatathmini, kana kwamba masiku yanatuambia na kutukumbusha hii dunia haidumu. Wewe tazama, ulivyokuwa umezaliwa mdogo hujielewi, kama anavyojisemeaga Maalim Shabani hapa. Yani wewe una kila aina ya maradhi, wewe kiziwi, kipofu, hivyo kiwete, yani una kila aina ya maradhi yote, mapungufu yote, lakini mpaka sasa unaona kwa macho yako, unasikia, yani kila kitu kimekamilika sasa. Hivi ujichunguzi, ujichunguze kwamba wewe kuna sehemu unakoelekea. Kuna watu sasa hivi hawawezi kuinuka wao wenyewe, wamerudi katika ule umri wa utoto kabisa, wanageuzwa, ni watu wazima hao. Hebu tafakari ulipotoka mpaka hapo ulipofika na unakoelekea. Ukifika katika hatua hiyo ni ngumu. Ndio ile thumma radadnahu asfala safilin, yani mtu hajiwezi, kageuka kule katika utoto. Kiwete watu wanamgeuza, wanamuinua, wanamuogesha kama mtoto. Sasa tafakari ndugu yangu Muislamu, kwamba mimi nilipotoka na ninakoelekea ndio huko, nimejiandaaje? Sasa lile kundi la watu ambao data yao inasoma masaa 24, ndio tafakuri yao kubwa inakuwa hapa. Wanakumbuka kwamba haya masiku yanatukumbusha sisi hii dunia sio ya kudumu. Dunia hii inaelekea kuisha. Wa biman fiha, na wote waliopo ndani ya hii dunia, ila alfanai sa'ira, wanaelekea katika kumalizika. Yani sote sisi tutaondoka katika hii dunia, hakuna kitakachobaki. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Yote vilivyopo katika dunia vitatoweka. Kama hii dunia ilikuwa inambakisha mtu, alikuwa baki Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu alikuwa ni mtu wa faida. Kila siku yeye ni mtu
wa faida, tofauti ya mimi na wewe. Mara umemkera jirani yako, mara umemsema huyu vibaya, hivyo leo una faida, kesho una hasara. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu wa faida kila siku, kila kukicha, yeye ni mtu wa faida tu. Sasa kama dunia ilikuwa ni ya kumbakisha mtu miongoni mwa watu, ni alikuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kaondoka ili litimie lile lengo, kullu man alaiha fa. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu Islam, dunia itakapokuwa kwako ni nzuri kiasi gani, imepanuka kiasi gani, imekuwa na heshima kwako kiasi gani, kwa maana una kila kitu wewe, mheshimiwa wewe una maafya kila aina, yaani kwamba wewe ulivyo una mapungufu, lakini hii dunia itakuacha au utaiacha. Kwa hivyo tuishi kwa mazingatio makubwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, innama mathalul hayati dunya kamain anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam takun bil amsi. Maneno haya yana falsafa kubwa sana. Tukisema tuwe tafsiri neno moja moja, muda hautoshi, lakini tafsiri ya ujumla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapiga mfano wa maisha haya ya dunia, anapiga mfano sawa sawa na mvua inayoonyesha kutoka mbinguni. Mvua ile inapoteremka kuja katika ardhi, inachanganyika na ile mimea iliyopo ardhini. Mimea ile inamea, inakuwa, inapendeza kiasi kwamba mimea ile ndio ile ambayo ima mwanadamu ananufaika nayo, ina mahindi, mchele, ngano, vitu kama hivyo, na pia wanyama pia wananufaika nao, kina nyasi na majani ambayo mwanadamu hayatumii. Kwa hivyo ikinyesha, ikitua katika ardhi, ile mimea ikichoza maji yale, inamea vizuri, inakuwa, inapendeza. Mwisho tablughu al-ardu ghayatu jamaliha wa zinatiha, ardhi inafikia sasa kile kikomo cha pambo lake na uzuri wake. Kwa maana isti'ara hiyo sio ardhi, yani ile mimea iliyoko ardhini inapendeza sasa, yani kiasi kwamba inafikia hatua yule aliyeipanda na kuihudumia, kuizika katika ile ardhi, anadhania sasa kesho kutwa nitavuna, nitanufaika na kilimo hicho ambacho nimekifanya. Anakuwa na dhana hiyo, tena na uhakika kabisa, sio kwamba ni dhana, anakuwa na yakini kwamba nitavuna kesho kutwa. Tahamaki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapitisha amri yake. Anakuja anakuta mimea yote imeangamia, kana kwamba hakukuwa na kitu jana, yaani kama vile imevunwa au haikuwepo kabisa. Yaani ndio maisha haya ya dunia, kwamba wewe unaweza ukaishi ukawa una kila kitu, unaneemeka, afya kama hivyo, yaani wewe unaangalia tu wenzako wanavyoumwa, wewe ni mtu wa afya tu, kwamba wewe huna shida yoyote ya riziki, yaani wewe huna changamoto yoyote. Lakini inafika hatua sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapindua meza. Tahamaki, mara umekwenda akhera, na afya yako hivyo hivyo, na dunia yako, amwali zako hivyo hivyo, umeondoka, umeziacha. Au Mwenyezi Mungu akapindua meza kwa sura nyingine, kwa maana akakufilisi, afya ukawa huna tena, ni wa kitandani tu, amwali ukawa huna tena. Hali zote hizo zinawezekana kwa Allah. Sasa ndo anaifananisha hii dunia, maisha haya ya kidunia ni kama mfano wa mvua inaponyesha katika ardhi, ikawa ni sababu ya ile mimea kumea vizuri, watu wakawa wana matarajio ya kunufaika, mwisho ikaangamia. Wangapi wanalima? Basi jua bwana limekuja kutukatili bwana. Mashaallah, mvua imenyesha imekuza mimea bala imetukatili. Au mvua hiyo ikaja ikaozesha mimea, mtu anaanza kulalamika. Na alikuwa na matarajio, mashaallah, mwaka huu alhamdulillah tutavuna. Tahamaki, Mwenyezi Mungu kaangamiza ile mimea, ima kwa jua au kwa mvua. Sasa na uhai wako uko hivyo hivyo. Wewe ishi utakavyoishi, lakini kama haukuwa katika tanbihi ya kwamba wewe umeletwa kwa ajili ya kuiandaa akhera yako huko unapokwenda, likikukuta hili
utalia na kusaga meno. Mwenyezi Mungu atunusuru. Na makusudio ni kwamba anasema azinatu fi waqti, yani makusudio ya aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza kwamba kufananisha maisha ya duniani na kama vile mvua inapokuja katika ardhi ikaotesha mimea na kufanya watu wawe na matarajio ya kunufaika, ni maana yake hivi: tablugu bil insani mablaghan min az-zinati wal quwwa. Yawezekana mwanadamu akafikia malengo kwamba ana nguvu sasa, ana mapambo kwa maana na kila kitu, alafu wametulizana, hana papala na dunia imemnyookea. Sasa kisha mwanadamu huyu yanamjia ghafla mauti au anaharibikiwa na vile ambavyo Mwenyezi Mungu amemneemesha. Sasa lengo anakuambia tanabahi kwa ajili ya akhira yako. Ikiwa dunia inaondoka na inakuacha hovyo hovyo, fahia al-akhirah darul baqa. Akhira ndio mji au nyumba ya kubakia milele. Sasa kipi tukifanyia juhudi kubwa chenye kutuacha au kile ambacho tutadumu nacho milele? Bila shaka ni kile ambacho kitadumu na sisi milele huko tunapokwenda akhera. Fala tabtaranna ahadun bihayati alfaniya. Kwa hivyo asidanganyike mmoja yeyote na maisha haya yenye kumalizika, maisha yenye kupita. Fayansa biha alhayata albaqiya, akayasahau maisha yenye kubakia. Sisi vyovyote tutakapoishi, kama nilivyosema, miaka itupitikie, masiku, lakini sisi ni wenye kuondoka, tunaelekea nyumbani kwetu akhera. Huku akhera tukifika ni basi, safari nyingine hakuna. Popote utakapokuwa, ukifikia janna mashaallah, ukifikia nar wal'iyadu billahi min dhalik. Mwenyezi Mungu atuepushe tusifikie huko kubaya. Sasa kinachotakiwa mwanadamu ni kujiandaa vizuri na safari hii. Mwanadamu safari yake ni yenye kudumu mpaka atakapofika akhera. Sasa ukiondoka, uondoke vizuri, kwa Allah uridhiwe, lakini hata huku duniani watu wakutaje vizuri. Sio kwamba utafute sifa, wewe fanya amali tu, yani yale maisha yako ndio story yako. Bwana mmoja anasema almar'u ba'da al-mauti uhuduthatu, yani kila mtu baada ya kufa ni story. Mnasema nyuzi, atakuwa ni nyuzi tu kwamba baada ya kufa kwake yafna wa tabqa minhu atharu. Kwa sababu gani? Mtu yule atakwisha, atakufa, zitabaki habari zake, athari zake. Yule bwana ndio aliyokuwa kipaumbele katika kujenga Masjidi Munawwara, ile ghorofa ile. Yule bwana kila inapotangazwa mchango wa harakati ya dini yuko mbele. Watu wanakutaja hivyo, wewe mshaida akhera, unatajwa hivyo. Na vyovyote utakavyokuwa, umeondoka mlevi, bwana yule hakuna kijiwe cha ulevi hajapita. Vyote kaonja hapa makubwa, vyote ameonja. Utatajwa tu. Japo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia udhkuru maasina mautakum wa kufu an masawihim. Tajeni mema ya maiti wenu na mkiziwe yale maovu yake. Sasa watu wanatafuta jema la kukutaja, hakuna. Kibaka wewe, mwizi, mlevi, yani huna jema wewe. Sasa watu wataacha kukutaja wewe. Yani ni mtihani, hamtu acha kukutaja, utatajwa. Maana utatafuta kujizuilia, mwisho kabisa pengine usingekuwepo kwenye fikra zao. Sasa mtu yoyote baada ya kufa ni story, ataondoka, zitabaki athari zake. Lakini sasa fa ahsanul halati halu mri'in, hali nzuri iliyokuwa bora ni hali ya mtu ambaye tatibu baada mautihi akhbar, yani ile story yake baada ya kufa inakuwa ni nzuri. Watu wanataja mema yake, kwa sababu hata kama alikuwa na mapungufu kama binadamu, lakini watu wanayaona mbele ni yale mema tu. Wanataja habari zake njema. Sasa mimi na wewe tutaondokaje? Tukiondoka tumefanya makolokocho katika dunia, watu watatutaja hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu atunusuru. Na huyu ndio ndugu bora kabisa. Imam Shafi anatuambia inna akhaka alhaqa man kana ma'aka, hakika ndugu yako wa kweli ni yule ambaye yuko pamoja na wewe siku zote, hakuachi. Waman, na yule ambaye yadhuru nafsahu liyanfa'aka, atakuwa tayari
idha raibu zamani wadaka shattata amrahu liyajma'aka, na ni yule ambaye yani changamoto za dunia, changamoto mbalimbali za zama zinapompiga, zinapomtelekeza, yani ametelekeza na matatizo na changamoto ya kila aina, lakini yeye yuko tayari. Yani wewe una changamoto ya kila aina, lakini yule ndugu yako yani anavunja mambo yake yote, anakukimbilia wewe ya kuunge. Si mnaelewa vizuri? Unapopatwa na changamoto ya kila aina, raibu zamani, yale matatizo ya zama wadaka yamekutelekeza, yeye shattata amrahu liyajma'a, anavunja mambo yake yote ya kuunge wewe, akupe kampani wewe. Ala wa huwa amalu salih, tambua huyo si ndugu mwingine, ni matendo yako yaliyomema. Mtume ametueleza ukifa wewe kuna vitu vitatu vitakusindikiza: mali, watu wako na amali. Lakini watakufukia kule, watu wako watakuacha, na zile mali zako kama ulikuwa na magari yatakufukiza, yatakuacha, lakini amaluka saleh itabaki na wewe pale. Sasa huyu ndio ndugu wa kweli. Hebu tuambatane naye katika kila hatua ya maisha yetu ili tuweze kufanikiwa fi dunia wal akhirah. Ayuha al-ikhwa, aqulu ma tasma'un, tawajjahu ila Allah jami'an bi qulubikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur karim. Kama amara wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم من يومنا هذا إلى يوم المحشر وبعد. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم واتباع سنة نبيكم، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك الأليم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الأربعة الكرام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي المرتضى وعن باقي صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما تجعله بأيدي أشرارنا. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات. عباد الله.